أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فإنه قد فاز المتقون. نغزان katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuendelea kukumbushana kuhusiana na mambo muhimu ya kuyafanya katika mwezi huu wa Shaaban, ikiwa ni mwezi ambao umetangulia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na jana tulizungumzia kuhusiana na maandalizi ambayo atakiwa kuwa nayo Muislamu katika mwezi huu kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na tukasema maandalizi muhimu sana ambayo atakiwa kuwa nayo Muislamu ni kujiandaa kimoyo wake, kuandaa moyo kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hatua ya kwanza ambayo ni kuzinduka na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuondokana na ile ghafla tunayokuwa nao wengi katika mwezi huu wa Shaaban, na kisha baadaye mtu anatubia, anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ndugu zangu katika imani, tuangalia hatua ya pili ambayo atakiwa kuwa nayo Muislamu katika mwezi huu, nayo si nyingine, huwa al-musalaha. Al-musalahatu fima madha fi Sha'ban al-madhi. Muislamu atakiwa kuwa na musalaha, na musalaha maana yake ni kurekebisha sehemu ambayo anajua yeye alikosea au aliteleza katika mwezi wa Shaabani uliotangulia, ikampelekea kupata uzito katika mwezi wa Ramadhani. Wa hadhihi almusalah la budda min almuhasaba, na ili ufikie katika lengo hili la kurekebisha pale ulipokuwa umekosea au ulipokuwa umeteleza katika Shaabani zilizotangulia na ukapata uzito katika mwezi wa Ramadhani, lazima uwe na kitu kinaitwa muhasaba, uwe na tathmini ya matendo uliokuwa ukiyafanya mwaka uliotangulia. Uangalie ni sehemu gani ambayo ulipatia uzidishe na sehemu gani ambayo wewe ulikosea au ukateleza ili uirekebishe. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha walitanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah atuambia, enyi mlioamini, mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja katika nyinyi aichunguze nafsi yake ni kitu gani amekitanguliza kwa ajili ya kesho yake. Aichunguze nafsi yake. Wanachuoni wakatoa katika hii aya ulazima wa Muislamu kuitathmini nafsi yake na kuihisabu nafsi yake. Wujubul muhasaba, muhasabatu nafs, ulazima wa kujihesabu na kujitathmini Muislamu nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutuhimiza kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah anayafahamu zaidi yale mnayoyafanya, hata kama nyinyi hamtoyafanyia hisabu, hamtoyafanyia tathmini, hamtoziangalia nafsi zenu, lakini mjue Allah anayafahamu fika hayo mnayoyafanya. Msipofanya hisabu leo, Allah ataenda kukuhesabuni siku ya Kiyama. Na hakuna makamu gumu kwa mwanadamu, hakuna kisimamo kigumu kwa mwanadamu
ikiwa atafika kwa Allah akahisabiwa pasina yeye kujihesabu katika dunia. Asema Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Asema zitathminini nafsi zenu kabla hamjafanyiwa tathmini na Allah siku ya kiyama. Mzihesabu nafsi zenu na muyapime matendo yenu kabla Allah hajakupimieni siku ya kiyama. Manake hata kama msipoyapima nyinyi, msipofanya hisabu, Allah atakwenda kuyapimeni na Allah atakufanyieni hisabu. Lakini hisabu nyepesi ni ya yule ambaye ataanza kujihisabia yeye katika dunia kabla hajahesabiwa na Allah siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akatuambia, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Mtume atuambia mtu mwerevu mwenye akili ni yupi? Ni yule ambaye anaichunguza nafsi yake, man dana nafsahu, anaichunguza nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na baada ya kuichunguza nafsi yake anafanya matendo yatakayomsaidia baada ya yeye kuondoka katika ulimwengu. Lakini al-ajiz, mtu ambaye si mwerevu, mtu ambaye amejisahau, man atba'a nafsahu hawaha, ni ambaye atafata matamanio ya nafsi yake. Matamanio ya haangalii ni kitu gani ameamrishwa na Allah akifanye, kitu gani amekatazwa na Allah akiache, bali angalia ni kitu gani matamanio yake yanamsukuma akifanye na anakifanya. Lakini cha ajabu zaidi, watamanna ala Allahi al-aman, mtu huyu anafanya maasi na madhambi, lakini bado anatarajia kwa Allah amani. Ataenda kwa Allah, atafaulu, atavuka katika sirat, atavuka katika mitihani ya Allah na ataingia katika pepo ya Allah pasina kuifanyia hisabu nafsi yake. Na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala asema, wal mu'min ashaddu muhasabatan li nafsihi min at-tajir fi tijaratihi. Sema mu'mini wa kweli anaifanyia hisabu nafsi yake kila siku zaidi ya mfanyabiashara anayefanya hisabu katika biashara yake. Mfanyabiashara au wafanyabiashara wana utaratibu wa kujifanyia hisabu au kufanya tathmini ya biashara zao, ima kila siku au kila wiki au kila mwezi, wanakuwa na hizi hisabu. Lakini Muislamu anakuwa na hisabu zaidi ya huyu mfanyabiashara, kwa sababu yeye anafanya biashara yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na biashara ya mtu kwa Mola wake ni biashara isiyokuwa na hasara. Siku zote anayefanya biashara na Allah hapati hasara. Kwa ndugu zangu katika imani, makamu ya pili na hatua ya pili ni mtu kufanya tathmini. Baada ya kuzinduka, umetoka katika ghafla, umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaa chini, fanya tathmini ya matendo yako, fanya tathmini ya hali yako, hali uliyokuwa nayo sasa na hali uliyokuwa nayo mwaka jana. Je, zinafanana? Kama hali ya mwaka jana ilikuwa mbaya na hali ya mwaka huu iko mbaya, zinduka, toka katika ghafla. Kama hali ya mwaka jana ilikuwa ni nzuri na hali ya mwaka huu ni mbaya, zinduka, toka katika ghafla. Lakini kama hali ya mwaka jana ilikuwa mbaya na hali ya mwaka huu unaiona kidogo imebadilika, basi mshukuru Allah na endelea kufanya jitihada kupambania nafsi yako uwe katika hali ambayo ni bora zaidi na anaoipenda Allah subhanahu wa ta'ala, itakayokusaidia wewe kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa katika hali nzuri na kufanya ibada kwa uzuri na kustafidi na kunufaika na misimu hii ya kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala
ametuwekea waja wake. Kwa ndugu zangu katika imani, tuyachukue haya na tuyafanyie kazi, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik katika yaliyokuwa mazuri tuyafanyie kazi, na yaliyokuwa mabaya tujitenge nayo na tujiweke nayo mbali. Asallallahu ta'ala ay yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.